Unaweza kujiona wewe upo sawa na una akili timamu, lakini si kila binadamu ana akili kama zako. Ukatili na unyama ni vitu vya kawaida kwao. Msimuliaji anasema, tulimkuta akiwa amekatwa nywele zote za mwili, amepakwa vipodozi usoni kama mwanamke, na alipoona watu anaanza kutetemeka kama mtu aliyepita trauma ya kutisha. Hii ni simulizi ya filamu ya kutisha. Hii ni hadithi ya kweli huko Indonesia. Wanasema ukistaajabu ya Musa basi utayaona ya Firauni. Kwa namna gani binadamu ni viumbe vya ajabu na katili, hali ya kuwa tumepewa akili. Ni simulizi ya kioo cha namna ya baadhi ya binadamu walivyopoteza ubinadamu wao kwa tamaa ya pesa na starehe ya mwili. Na mhusika mkuu ni nyani mdogo wa kike aitwaye Pony. Miaka ya mwanzoni ya 1990, msitu wa mvua wa Borneo ulikuwa bado umejaa wanyamapori na hai wa asili. Lakini pia ulikuwa unakumbwa na wimbi kubwa la ukataji miti kwa ajili ya kuanzisha mashamba makubwa ya mawese. Zao linalotumika kutengeneza mafuta ya kupikia, vipodozi na bidhaa nyingi duniani. Katika msitu huo aliishi mama nyani na jamii ya orangutan. Akiwa na mtoto wake mchanga aliyempenda sana, alimlinda kila siku, akimfundisha kupanda miti, kutafuta chakula na kukwepa hatari. Lakini siku moja, ghafla, watu wakavunja utulivu huo. Wanaume waliokuwa na mishale na mapanga walifika msituni. Wakamuinda mama nyani huyo na kumuua ili wamchukue mtoto wake mdogo asiye na msaada, asiyeweza kupinga. Mtoto huyo baadaye aliitwa jina la Pony. Pony aliuzwa kama mnyama wa kufugwa, lakini kile kilichoanza kama mnyama wa ndani kilibadilika polepole na kuwa kitu kingine, kivutio cha starehe za ngono kwa wanaume waliokuwa wakifanya kazi katika kiwanda cha mafuta cha mawese. Mmiliki wake mpya alikuwa na biashara ya ajabu. Alikuwa akiwatoza wanaume pesa ili waingiliane kingono na Pony. Ndiyo, wanaume waingiliane na nyani. Na biashara hiyo iliendelea kwa miaka 6. Alibadilishwa kabisa kutoka kuwa mnyama wa porini na kuwa bidhaa ya starehe. Kila siku Pony alinyolewa nywele zote za mwili, ngozi yake ilipakwa mafuta na manukato. Vipodozi vya wanawake vilipakwa usoni kwake, midomoni, kope, ili aonekane mrembo kwa wateja wake. Akiwa amewekwa ndani ya chumba kidogo nyuma ya kiwanda, Pony alikuwa akisubiri wateja wake. Wanaume waliomaliza zamu wakiwa wamelewa au kuchoka walikuwa wanapanga foleni. Mmiliki wake alikuwa anakusanya pesa kwa kila mmoja. Pony alikuwa chanzo chake kikuu cha pesa. Kama angelala au kugoma, alifungwa kamba. Kama angejaribu kuuma, basi aling'olewa meno. Lakini muda ulivyopita, Pony aligeuzwa kabisa kisaikolojia. Alianza kujifunza tabia za wanadamu. Wakati mwingine alionekana akipiga makalio sakafuni kwa mkia wake, akionyesha kuwa yuko tayari, anataka apewe huduma. Hali hii ilikuwa imemwathiri hadi kiakili. Watu waliokuja baadaye kumwokoa walishuhudia hofu yake hata alipoguswa tu. Hii ni biashara chafu, lakini si mpya kwa baadhi ya maeneo ya kusini mwa Asia. Ripoti kutoka mashirika ya wanyama zinasema kwamba biashara ya ngono kwa wanyama, hasa nyani, imekuwepo kwa muda mrefu, japo kwa siri kubwa. Pony alikuwa mmoja tu ya wahanga wengi, lakini tofauti yake ni kwamba alikuja kuokolewa baada ya miaka 6 ya unyama. Mwaka 2003, taarifa zilifika kwa wanaharakati wa haki za wanyama. Mashirika ya uhifadhi ikiwemo Borneo Orangutan Survival Foundation yalianza kufuatilia taarifa kwa siri. Walithibitisha kila kitu, lakini haikuwa kazi rahisi kumwokoa. Walipofika kijiji cha Chareng Pang, walikutana na wenyeji waliotaka kumlinda kwa biashara yao. Waliona Pony kama mali ya kijiji. Waliomba fidia kubwa ili wamwachie. Iliposhindikana, serikali ya Indonesia ikalazimika kuingilia. Walitumwa askari polisi 35 wenye silaha kamili kuingia katika kijiji hicho na kumtoa Pony kwa nguvu. Hatimaye Pony akaokolewa. Lakini uponyaji haukuja haraka. Alipopelekwa kwenye kituo cha tiba kwa wanyama waliojeruhiwa kimwili na kiakili, Pony alikataa kuongea na nyani wengine. Alitetemeka kila akiona mwanaume.
Alikaa mwenyewe akimung'unya vidole vyake na mara nyingine alionekana kama anatafuta mteja. Madaktari walihitaji miaka kadhaa kumrudisha kwenye hali ya kawaida. Walianza polepole kumrudisha kwenye maisha ya nyani, kula matunda, kupanda miti, kuogelea, lakini makovu ya ndani yalisalia. Mpaka mwaka 2018, Pony alikuwa ameimarika kiafya. Alikuwa anaishi na nyani wengine kwa utulivu, ingawa bado alionekana na tabia za zamani kwa mara chache. Uharibifu wa ndani ni mkubwa kuliko wa nje. Hawezi kuungana tena na nyani wa porini. Hana tena stadi za kimaumbile, lakini amepata hifadhi, upendo na heshima kama mnyama anavyostahili. Kisa chake kimebaki kuwa kengele ya tahadhari kuhusu ukatili wa wanadamu dhidi ya wanyama, kwamba ukimya wetu mbele ya uovu ni kosa kubwa, kwamba viumbe hai vyote wanastahili heshima, na kwamba tamaa ya kibinadamu isipochungwa inaweza kufifisha ubinadamu wetu wenyewe.